Jotieli nakufuata wewe. Nakufuata Rehema, nakufuata. Unajua hizi shuhuda hizi lazima Yesu apate heshima yake, ndugu zangu. Yeah. Unasema tena samani, unaitwa nani tena? Saumu. Saumu, ulinisimulia kabla ya maombi ulikuwa una faint. Yaani kama unazimia fulani, sio? Ndio. Hilo tatizo nalo ulikuwa nalo kwa muda gani? Zaidi ya miaka 10. Mazingira gani yaliyokuwa yanakufanya una faint? Nilikuwa tu kama akili zinaruka. Kama akili hivi zinaruka. Nakuwa naongea mwenyewe, nacheka mwenyewe. Naimba nyimbo za ajabu. Unacheka mwenyewe, unaimba mwenyewe nyimbo za ajabu. Nakula nywele mbele za watu. Ulikuwa unachomoa hizo nywele zote kichwani unakula? Ndio. Tatizo hilo limekuwepo kwa muda gani? Na miaka zaidi ya 10. Baada ya maombi juzi mpaka leo umekula tena nywele? Hapana. Yesu anakuthamini, Yesu anakupenda, alikufia msalabani. Haya magumu yanaendelea kwenye maisha yako, hayo sio sehemu ya maisha yako. Lazima utoke kwenye hiyo hali. Lazima utoke kwenye hiyo hali. Wafalme wa kwanza ndio somo langu litatoka pale sura ya 18 mstari wa 20 mpaka mstari wa 24. Ndio hapo somo langu litatokea. Nikitaka kufanya utangulizi mfupi wa kitabu kwa maneno machache bila kupoteza muda. Katika Wafalme katika andiko la Kiebrania, vitabu vya Wafalme wa kwanza na Wafalme wa pili vinahesabiwa kuwa ni kitabu kimoja kinachoitwa Wafalme. Nitarudia maelezo hayo. Katika andiko la Kiebrania, vitabu vya Wafalme wa kwanza na Wafalme wa pili vinahesabiwa kuwa ni kitabu kimoja kinachoitwa Wafalme. Sawa? Katika mapokeo ya Kiyahudi, huku kutenganishwa kwa vitabu hivi kulifanywa
na watafsiri wa Agano la Kale la Kiyunani, wanaitwa Septuagint. Hawa Septuagint ndio ambao walivitenganisha vitabu hivi kuwa viwili badala ya kimoja, na walivitambulisha kama kitabu cha 3 na cha 4 cha Wafalme. Kitabu hiki kinaanza utawala wa Solomoni mwaka 1046 KK mpaka mwaka 616 KK. Nataka kwenda kwa wahusika wakuu kwenye kitabu hiki, ambao ni mojawapo ndio nitakayemzungumzia. Kwanza Daudi, pili Solomon, 3 Rehoboam, 4 Yeroboam, 5 Abia, 6 Asa, 7 Elia, 8 Ahab, na 9 Yezebel. Nitarudia. Wahusika wakuu katika kitabu hiki cha Wafalme: 1 Daudi, 2 Solomon au Suleman, 3 Rehoboam, 4 Yeroboam, 5 Abia, 6 Asa, 7 Elia, 8 Ahab, 9 Yezebel. Kwa hiyo nafikiri nimekupa kidogo idea ya kitabu hiki. Kiliandikwa wapi? Kiliandikwa katika nchi ya Palestina. Nafikiria kwa sababu ya kukomboa wakati sitaki kwenda sana in details kwa ajili ya kitabu husika. Nitaka kukupa idea tu fulani ya kitabu. Nataka mimi nisome sasa maandiko yangu katika Wafalme wa Kwanza 18 mstari wa 20 hadi 24. Basi Ahab akapeleka watu kwa wana wa Israeli wote, akawakusanya manabii pamoja katika mlima wa Karmel. Jina hilo Karmel, umeona neno Karmel kwa Kiebrania linasomeka Ha-Karmel. Maana yake ni bustani ya matunda. Ha-Karmel. Kwa hiyo wakapelekwa katika bustani ya matunda. 21 mstari, na Elia akawakaribia watu wote akanena, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni, bali ikiwa Baali ni mungu, haya, mfuateni yeye. Wale watu
hawakumjibu neno. Ndipo Elia akawaambia watu, mimi nimesalia, mimi peke yangu, nabii wa Bwana. Ni watu 450. Kwa hiyo na watutolee ng'ombe wawili. Wao wajichagulie ng'ombe mmoja, wamkate na kumweka juu ya kuni, wasitie moto chini. Nami nitamtengeneza huyo ng'ombe wa pili na kumweka juu ya kuni, wala sitatia moto chini. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana. Na Mungu yule ajibuye kwa moto, na awe ndiye Mungu. Tuseme wote, na Mungu yule ajibuye kwa moto, na awe ndiye Mungu. Hayo ndio maandiko yangu leo kwenye darasa langu. Na mimi napenda nikisoma maandiko kama hivi nilivyosoma katika kanuni za shuleni. Huu ujumbe wangu unaitwa expository sermon, na expose. Na kwa msingi huo nawajibika kutoa kichwa changu cha somo kutoka katika maandiko. Na kichwa cha somo langu leo, Mungu yule ajibuye kwa moto. Na awe ndiye Mungu. Kwa hiyo Mungu yule ajibuye kwa moto. Somo langu. Mungu yule ajibuye kwa moto. Kanisa zima tuseme, Mungu yule ajibuye kwa moto. Sasa hapo mtoe sauti kama mko hai, watumishi wa Bwana. Naam. Alafu malizia kwa kusema, na awe ndiye Mungu. Kwa hiyo nasema Mungu yule ajibuye kwa moto, na awe ndiye Mungu. Tena, na awe ndiye. Ukiona neno yule, maana yake inaweka tofauti. Ndio maana utasikia yule. Nataka nifanye darasa ili ikiwezekana tuende vizuri kwenye darasa langu. Mshike mkono jirani yako, mwambie, Mungu yule ajibuye kwa moto ndiye Mungu wangu. Muulize, umesikia? Mungu yule ajibuye kwa moto ndiye Mungu wangu. Najua kuna wale miungu wengine hawajibu kwa moto na wengine hawajibu kabisa, au sasa watabaki upande wa pili. Vipengele vitatu vya darasa kama nitaweza. Somo letu hili tutaligawa katika vipengele vitatu vifuatavyo. Cha kwanza, mtasitasita katika mawazo mawili hata lini? Mtasitasita katika mawazo mawili hata lini? Kipengele cha pili,
Mungu yule ajibuye kwa moto. Mungu yule ajibuye kwa moto. Sehemu ya tatu na ya mwisho, mwisho wa manabii wa uongo. Mwisho wa manabii wa uongo. Mwisho wa manabii wa uongo. Kama tutaweza kwenda katika vipengele kwa kipengele, hicho kitakuwa ndio kipengele changu cha mwisho. Kama umekuwa mwanafunzi mzuri na umekopi vizuri, nisomee kichwa cha somo. Naam? Vizuri sana. Maandiko? Hadi 24. Falme wa kwanza 18, 20 hadi 24. Vipengele vitatu vya darasa letu. Kipengele cha kwanza, kwa nguvu zaidi, mtasitasita katika mambo mawili hata lini. Kipengele cha pili, Mungu yule ajibuye kwa moto. Kipengele cha tatu na mwisho, vizuri sana. Nataka kufanya darasa, unisikilize sana. Kwa sababu baadaye nataka kutoa matamko. Umenipata sasa kama wewe utakuwa hujanielewa, hata nikitoa matamko hayata kuhusu, kwa sababu huwezi kuyapokea, maana hujaelewa ninachotaka kufanya. Umenipata jamani? Vizuri sana. Nataka kuanza utangulizi wa somo langu. Ni muhimu kufahamu kuwa mojawapo ya njia ya kupambana na manabii wa uongo sio tu kuwajibu kwa mafundisho peke yake. Nitarudia hiyo sentensi. Ni muhimu kufahamu kuwa mojawapo ya njia ya kupambana na manabii wa uongo sio tu kuwajibu kwa mafundisho peke yake, lakini ni pamoja na ishara na miujiza inayoambatana na utendaji wa Roho Mtakatifu. Sijui kama sentensi yangu umeipata. Ni muhimu kufahamu kuwa mojawapo ya njia ya kupambana na manabii wa uongo sio tu kuwajibu kwa mafundisho peke yake, yaani kwa maana kurekebisha upotofu wanaoufundisha kwa kufundisha kweli badala yake. Sio hilo tu, lakini ni pamoja na ishara na miujiza inayoambatana na utendaji wa Roho Mtakatifu katika maisha ya watumishi wa Mungu na kanisa kwa ujumla. Umenipata? Kwa hiyo lazima marekebisho yafanyike kwa mafundisho ya kweli, lakini baada ya pale
zifanyike ishara za miujiza na utendaji wa Roho Mtakatifu katika maisha ya watumishi wa Mungu na kanisa kwa ujumla wake. Wakati mwingine, ili Mungu wa kweli apate kujulikana, ni lazima ishara mashuhuri zifanyike. Wakati mwingine, ili Mungu wa kweli apate kujulikana, ni lazima ishara mashuhuri zifanyike, ili watu wapate kuamini kuwa Mungu ni mwenye nguvu. Asante sana. Mmenipata ndugu zangu? Ishara na miujiza ni ya muhimu sana katika kuthibitisha uwezo na nguvu za Mungu wetu. Ishara na miujiza ni ya muhimu sana katika kuthibitisha uwezo na nguvu za Mungu wetu. Kutoka 7. Kutoka sura ile ya 7 mstari wa 10 hadi mstari wa 12. Nataka nikuonyeshe hiyo mfano mojawapo. Mmefika ndugu zangu? Kutoka sura ya 7 mstari wa 10 hadi 12. Unajua napenda kusoma kuanzia mstari wa 8 ili upate picha nzuri. Tumefika Kutoka? Nisikie amina kama tumefika. Naomba nianzie 8 ili nikupe picha nzuri. Bwana akanena na Musa na Haruni akawaambia, Farao atakaponena nanyi na kuwaambia, jifanyieni miujiza, ndipo utakapomwambia Haruni, shika fimbo yako uibwage chini mbele ya Farao ili iwe nyoka. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao, wakafanya hivyo kama Bwana alivyowaambia. Haruni akaibwaga fimbo yake chini mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake. Tupige kelele wote tuseme, ikawa nyoka. Tena asante sana. 11. Ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi na hao waganga wa Misri, wakafanya vivyo kwa uganga wao, na wao wakatupa fimbo chini kama alivyofanya mtumishi wa Bwana Haruni, na wao kusema kutupa tu fimbo na kuwa nyoka. Hilo jambo mwana rahisi sana. Na sisi tunazo bakora zetu, tupa chini, na wao wakazitupa chini, na zenyewe zikawa nini? Zikawa nyoka. Piga kelele, nyoka kwa nyoka. Sijui kama umeelewa Kiswahili umeongea nini. Sema tena, nyoka kwa nyoka. Maana yake unajifunza kuna aina mbili za nyoka. Kuna nyoka anayefanywa na Mungu na kuna nyoka anayefanywa na waganga. Lakini nataka nikwambie, nyoka hatari ni yule anayebaki peke yake. Sijui kama unaelewa Kiswahili. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema hivi, mstari wa 12, wakabwaga chini kila mtu fimbo yake, nazo zikawa nyoka. Lakini, hebu semeni lakini. Lakini, sema tena lakini.
lakini fimbo ya Haruni ikazimeza fimbo zao. Umeelewa? Lakini inafuta ubora wa kuangusha fimbo na kuwa nyoka. Haikuwa ni maneno tu ya kuzungumza na Farao, lakini kuliambatanishwa na ishara mashuhuri ambayo inamfanya Farao na wale anaowategemea wote kusalimu amri. Tunajifunza nini? Ukristo ni miguu miwili ndio Ukristo unakamilika. Mguu wa kulia fundisho, mguu wa kushoto power. Umeelewa? Kwa hiyo Ukristo ukiwa umebaki kwenye fundisho peke yake ni Ukristo uliopotoka. Ni kama vile Ukristo ukiwa umebaki kwenye power peke yake ni Ukristo uliopotoka. Kwa sababu Ukristo uliokamilika una fundisho la kweli na una power. Si umenipata eh? Ili yale mambo yanatatuliwa na mafundisho yatatuliwe na mafundisho. Yale ambayo yanagoma kutatuliwa na mafundisho yatatuliwe na power. Ninaamini kwamba baadaye utanipata vizuri. Haitakuwa tu nitakupa fundisho kama hili ninalokupa, baadaye nitaliattach na power. Itafanyika ishara. Msaidie yule polepole. Kumeanza kucha, kumeanza kupambazuka vizuri. Itakuwa ni ishara mashuhuri itafanywa kwa jina la Bwana asubuhi ya leo. Mweke tu hapo polepole. Kumeanza kupambazuka vizuri. Ishara vinathibitisha uwezo na nguvu za Mungu kwenye kile ambacho kinasemwa ama kile ambacho kinafundishwa. Mungu amewapa watumishi wake ishara na miujiza kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuwasaidia watu lakini wakati mwingine kama ishara kwa wasioamini wapate kuamini. Tarudia sentensi hizo muhimu. Mungu amewapa watumishi wake ishara na miujiza kwa uwezo wa Roho wake Mtakatifu kwa ajili ya kuwasaidia watu. Hiyo ndio lengo la kwanza. Lakini lengo la pili wakati mwingine ni ishara kwa wasioamini wapate kuamini na kuondoka katika hali ya mashaka na kusitasita. Wale wanaositasita katikati ya mawazo mawili, ishara mashuhuri zikifanyika zinawaondoa kutoka kwenye nafasi ya kusitasita na kuwapeleka upande wa kumwamini Mungu aliye hai. Unajua wakati wa nabii Elia, jamii kubwa ya wana wa Israeli
walikuwa wamepoteza njia sahihi ya kumwabudu Mungu. Nyakati za Elia ni sawa tu na nyakati zetu leo. Watu wengi wamepoteza njia sahihi ya kumwabudu Mungu wa kweli. Kama leo, na wengi walikuwa wamegeukia miungu mingine, wakaabudu miungu ya Kikanaani, akiwemo mungu maarufu anaitwa Baali. Yuko na mungu mwingine maarufu anaitwa Bahati. Hawa ni miungu walioabudiwa na Waisraeli, Bahati. Na mungu mwingine maarufu anaitwa Baali. Kwa hiyo ilifika wakati wakaanza kuchanganya ibada za Mungu wa kweli na ibada za Baali. Kama leo imefika mahali watu wameanza kuchanganya ibada ya Mungu wa kweli, wanachanganya na ibada ya Mungu Baali. Ndio maana leo utaona watu kanisani wamechanganya kutoka ibada ya Mungu wa kweli, hapa wameongeza na Mungu Baali. Ndio maana utaona kuna maji yanaitwa ya upako, unaweza kuona kuna sabuni za upako, unaweza kuona kuna misumari ya upako, unaweza kuona kuna sabuni za upako. Hawa wote wamechanganya kutoka kumwabudu Mungu wa kweli, wanaongezea na Mungu Baali. Jamani, haleluya. Kwa hiyo huko kuchanganyikiwa hakukuwa tu peke yake kwa nyakati za Nabii Elia, hata leo watu wamechanganyikiwa. Leo sio ajabu watu wakamwabudu Mungu kanisani Jumapili kama hivi, alafu Jumatano ama Alhamisi akaenda kupigwa ramli na kusomwa mikono yake na shehe fulani, akitaka kujua ana nyota ya ng'ombe ama ana nyota ya mbuzi. Na ndio maana leo utaweza kuona kanisani yanazungumzwa mambo ambayo zamani yalikuwa hayawezi kuzungumzwa. Leo eti kanisani watu wanazungumza kuhusu kuibiwa nyota. Eti mtu kaibiwa nyota. Unasikiza hayo mazungumzo, unaona wanazungumza kanisani. Huku ni kumchanganya Mungu wa kweli na Baali. Unajua sisi wa Kristo hatuna mazungumzo kama haya. Sisi wa Kristo hatuna mafundisho kama hayo. Hatuna mambo ya nyota wala hatuna mambo ya ramli. Sisi tunaye Mungu ajibuye kwa moto. Kwa hiyo watu kuchanganyikiwa nyakati za Elia, wameendelea kuchanganyikiwa hata nyakati zetu leo. Mtu anaona maombi bila vifaa vya kiroho, wanaita wale washenzi wanaita vifaa vya kiroho ili kuchafua Ukristo. Wanasema lazima kuwe na kifaa cha kiroho ili uweze kupata hiki na hiki, na ili upate hicho kifaa cha kiroho lazima utoe kiasi fulani cha pesa. Wale washenzi wameendelea kuuchanganya Ukristo na upagani. Kwa hiyo imefika saa sio tu tutawarekebisha kwa mafundisho yao, lakini pia tutarekebisha kwa kudhihirisha power. Nasema tutarekebisha kwa kudhihirisha power. Na power yenyewe tutamdhihirisha Mungu ambaye anaitikia maombi bila mafuta, bila sabuni, bila maji, bila kitambaa, bila takataka nyingine zozote, kwa jina la Bwana. Hebu sema fire. Hebu sema tena fire. Hebu sema tena fire. Piga kelele, umefika wakati Mungu ajibuye kwa moto. Huyo ndio awe Mungu. Sema umefika wakati Mungu ajibuye kwa moto. Huyo ndio awe Mungu wangu. Nataka nitoe tangazo mapema. Wale wanaoshindana na wewe wanataka kukupoteza, tutawajibu kwa moto.
Wale ambao wanashindana na maisha yako yasichanue, leo tutawajibu kwa moto. Nataka nikwambie hakuna mtu yeyote asiyetia adabu kwenye moto. Nyoka anatia adabu kwenye moto. Panya anatia adabu kwenye moto. Mende anatia adabu kwenye moto. Nzi anatia adabu kwenye moto. Moto unatia adabu mpaka matofali. Napiga kelele nasema leo tutawajibu kwa moto. Wale wanaoshindana na wewe leo watajibiwa kwa moto. Nasema Mungu ajibuye kwa moto, huyo ndio Mungu wetu leo hapa. Piga kelele sema fire. Namsikia nabii mmoja au nabii Mwanga anasema eti damu ya Yesu haitoshi mpaka tuchinje mnyama wa miguu minne, na anawaambia watu bila haya kuwaonyesha anatoka kuzimu. Anasema bila mnyama wa miguu minne hauwezi kutoboa kitu chochote, kwa sababu kama damu ya Yesu ingekuwa inatosha, kwa nini watu bado wamekwama? Nabii huyu mjinga ametokea kuzimu, tutamjibu kwa moto. Nasema tutamjibu kwa moto. Hebu piga kelele sema fire. Unajua namna ya kumjibu nabii wa namna hii? Tunatangaza mwisho wa huduma yake kwa jina la Bwana. Sijui unaelewa hiyo ngoma? Yaani sasa hivi nimevaa roho ya Elia, napeleka nginja. Weka mguu niweke shoka. Si kama unanielewa kwa jina la Bwana. Nataka nitangaze watu ambao hawampi Mungu heshima yake, wakati wao wa kufanya huduma umeisha. Nasema umeisha. Nasema umeisha. Hiki ndicho Elia alifanya. Sisi kama unanielewa. Huwezi kusema eti damu ya Yesu kama ingekuwa inatosha, kwa nini watu bado wamekwama? Watu wanaweza kuwa wamekwama kwa sababu hawana maarifa. Na kanisani watu hawatoi maarifa. Kwa nini? Ndio maana watu wanakwama. Na kelele ya Mungu kila siku, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Unaweza kuwa unakwama kwa sababu hauna maarifa, sio kwa sababu damu ya Yesu haitoshi. Damu ya Yesu inatosha. Inatosha milele iliyopita, inatosha leo, inatosha na milele ijayo. Na kama haitoshi kwako, inatosha kwetu. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Ya. Ongeza shangwe na vigelegele kwa Bwana. Unajua kuna huduma nyingine zimeanzishwa hapa, zimeanzishwa kutoka kuzimu. Mtu hajui Ukristo wala hajui Uislamu, alafu anajifanya mtumishi wa Mungu. Hawa lazima wapigwe stop. Hawa lazima wapigwe fire. Unajua lazima wapigwe fire. Nasema lazima wapigwe fire. Nataka nitangaze mchana wa leo, damu ya Yesu Kristo inatosha. Damu ya Yesu inatosha juu yako. Inatosha juu ya kanisa. Inatosha juu ya familia yako. Inatosha juu ya vita yako. Damu inatosha. Damu takatifu inatosha. Damu iliyotupatanisha inatosha. Damu iliyotutakasa inatosha. Damu iliyotuponya inatosha. Damu inayotuinua inatosha. Damu inayonena mema kuliko ile ya Abili. Damu ya Yesu inatosha. Nisikie fire. Nisikie fire. Ya. Huwezi kusimama ukamtukana Mungu wetu na sisi wafia dini tupo. Lazima tukupoteze. Sijui kama unaelewa. Maandiko yanasema ndipo Elia akawaitisha manabii wote 450. Alafu akawaambia tufanye jambo, kwa sababu watu mmeanza kupotea, tufanye jambo. Wakasema jambo gani? Akasema tupewe ng'ombe wawili, tena ng'ombe wenyewe mtoe nyie, alafu mchague wa kwanza, mumweke ng'ombe wenu pale, mtengeneze madhabahu pale, wala msitie moto chini. Na mimi wala sitatia moto chini. Unaelewa Kiswahili? Yani wala msitie usanii, ipigwe waziwazi. Hakuna kutia moto chini. Twende tupige waziwazi. Badala ya moto kutokea chini, anaweza kuwa mazingaombwe. Acha moto utokee juu. Si kama unanielewa?
asubuhi hii. Mungu yule ajibuye kwa moto awe ndiye Mungu. Unajua kuna vitu vingine hatuwezi kuiachia serikali. Serikali haina dini. Tunaingia wenye dini, tunamfiatua mtu anakaa pembeni. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Elia aliona uhitaji wa namna hiyo, kwamba safari hii hapa sieleweki kwa mafundisho. Kwa hiyo ngoja niwaite hawa 450 waje. Wakaja kama tulivyosoma. Akamwambiaje? Ndugu zangu mimi nimeona hatuelewani siku nyingi. Mimi nikisema hivi nyinyi mnasema hivi. Sasa cha kufanya tupewe ng'ombe wawili. Tena mlete nyinyi mko 450, nimebaki mwenyewe. Alafu mlete hapa. Alafu mjenge madhabahu. Alafu mkate nyama yenu vizuri, wala msiweke moto chini. Alafu muanze kuomba. Alafu na mie nitafanya kama mtakavyofanya. Na mimi baadaye nitachukua ng'ombe wangu, nitamtengeneza, alafu tuone. Umeelewa? Unajua kuna watu wanapenda kushindana na watu wa Mungu. Na kwa nini wanashindana na watu wa Mungu? Hawajawahi ona power. Hawajui watu wa Mungu wanatisha kiasi gani. Unajua kuna watu wengine wana ujasiri mpaka wa kumtisha mtu wa Mungu na kumwambia ukikaa na mimi vibaya nitakupoteza. Hajajua mtu wa Mungu ni mtu wa namna gani. Nataka nikutangazie, unasali kanisa hili, mimi naitwa Gili, nina miguu miwili kama wewe. Nataka nitangaze hakuna mtu yoyote atakupeleka popote. Nataka nitoe tangazo, hakuna mtu yoyote atakupeleka kokote. Hakuna mtu yoyote atasoma chochote kwenye maisha yako. Nasema rada yao haitasoma, mipango yao haitasoma, mbinu zao hazitasoma, wanafanya dawa haitasoma. Piga kelele, sema fire, sema fire, ya. Huwezi kusimama kwenye vyombo cha habari mpagani mmoja ukasema damu ya Yesu haitoshi. Una akili nzuri wewe? Sadaka ya damu ya Yesu haitoshi. Wewe una akili nzuri? Ni mtu kweli? Eti sadaka ya mbuzi ndio inaweza kumpa mtu ushindi, achinjwe eti mbuzi. Eti sadaka ya damu ya Yesu Kristo eti haiwezi kuleta ushindi. Eti anajiita nabii. Niliwaambia washirika wangu, yule anayesumbua watu kule Mbagala hatakaa sana, ataondolewa na serikali. Washirika wangu ambao niliwaambia mpo hapa, punga mkono kama unakumbuka. Niliwaambieni hapa, yupo huyu naye anayesema damu ya Yesu haitoshi. Hiyo damu ya Yesu itakuwa juu ya huduma yake na familia yake, hatatosha. Huwezi kuleta kashfa hapa tukanyamaza. Jamani, haleluya. Mwambie jirani yako, unasemaje? Damu ya Yesu inatosha au unahitaji mbuzi? Au unahitaji kuku? Leo imefika wakati watu wanachanganya kama nyakati hizi ibada za Mungu wa kweli na Mungu bahari, wanaziweka pamoja. Na ukiwaambia watu, jamani huyu ni bahari sio Mungu wa kweli, muacheni, watu wanabaki katikati wakisita sita kwamba tuache kweli. Elia alielewa hili. Huku moyoni mwake alikuwa na agizo la kurejesha mioyo ya wana wa Israeli katika ibada ya Mungu wa kweli. Hata leo sisi tunaelewa
tunalo agizo la kurejesha mioyo ya watu wa Mungu kwenye ibada ya kweli. Ni agizo Mungu katupa. Mioyo ya Watanzania kwenye ibada ya kweli. Na unajua ibada ya kweli itaambatana sio tu na fundisho la kweli, lakini itaambatana na kutoa majawabu ya kweli. Kwa sababu leo, kwa nini watu wanavurugwa na kuvurugwa? Kwa sababu watu wanatafuta majawabu. Ni hana mtoto, anataka jawabu la mtoto. Ana mapambano yasiyoisha, anataka jawabu la ushindi. Haendi mbali akafanikiwa, anataka majawabu ya kufanikiwa. Leo ibada hii nitakupa majawabu hayo. Nasema leo ibada hii nitakupa majawabu hayo. Nimekuja na majawabu leo kwenye ibada hii kwa jina la Yesu. Ili hiyo biashara yako isise. Wale wanaochezea biashara yako wanapotea, inabaki biashara. Wale wanaochezea ndoa yako wanapotea, inabaki ndoa yako. Wale wanaochezea ajira yako wanapotea, inabaki ajira yako. Imefika wakati lazima ubaki wewe, adui zako wapotee. Piga kelele, sema fire. Sema tena fire. Elia akatoa wazo ambalo liliungwa mkono na manabii. Manabii wa Baali wakasema wazo zuri. Watu wote wakafika na kusema hiyo ni sahihi. Na Elia akamwambia sentensi ngumu, yaani hapa Mungu yule ajibuye kwa moto, huyo sasa ndiye awe Mungu wetu. Eti wakasema Katika vipengele vyangu vitatu vya darasa nataka niseme mambo machache muhimu kabla sijakaza kamba. Nataka nitembee kwenye vipengele vyangu kwa dakika chache kwa sababu ya hali ya hewa ya kanisa. Kipengele cha kwanza, mtasitasita katika mawazo mawili hata lini? Nataka nisome kabisa na maandiko. Yoshua sura ya 24 mstari wa 14 hadi mstari wa 15. Na kwa wewe unayeandika tutasoma pia Waebrania sura ya 10 mstari wa 38. Yoshua 24 mstari wa 14 mpaka mstari wa 15. Neno la Mungu linasema hivi: basi sasa mcheni Bwana, mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto na huko Misri, mkamtumikie yeye. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao. Lakini mimi, piga kelele, sema lakini mimi, tena na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Umeona andiko hilo? Lazima kufanya uamuzi kwenye maisha yako
nani unamtumikia, na huo uamuzi ujulikane kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu ama wewe ni mtumishi wa shetani. Lazima uchague. Katika Waebrania 10:38 Mungu anatoa msimamo wake jinsi ambavyo anakasilishwa na watu wenye mawazo mawili wanaositasita. Mungu hapendi watu wasite. Mwambie jirani yako, Mungu anawapenda na anawataka watu wenye msimamo. Mwambie tena. Au unamwambia polepole, unamuogopa? Alafu muulize, una msimamo? Anasemaje? Ana msimamo? Twende mstari wa 38. Nisomee kwa nguvu kabisa 38 Waebrania 10, 1, 2, twende. Naam. Asante. Alafu naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Mungu hataki watu wanaositasita. Mungu anataka watu wenye msimamo, na wanaweka msimamo wao hadharani kwamba mimi nitabaki na Mungu aliye hai. Awe ananijibu, awe anijibu, maadamu ni Mungu aliye hai, mimi nitabaki naye. Na waita leo Wakristo mnaonisikiliza hapa na duniani kote kupitia darasa hili, Mungu anakutaka wewe uwe na msimamo. Kama unamchagua yeye, simama na yeye. Kama unamkataa yeye, simama na uliyemchagua. Ndugu zangu, maisha yetu ni maisha yaliyojaa uchaguzi. Maandiko yanashauri juu ya umuhimu wa kumchagua Mungu. Na kuacha kumchagua shetani. Lakini tusibaki katikati. Kwa Mungu unataka na kwa shetani unataka. Mungu hataki watu wa namna hiyo. Na watu wengi hawajui kuhusu Mungu. Mungu, nataka niwaambieni leo, Mungu sio mtu mzuri kama watu wengi mnavyofikiria. Amewahi kuwepo milele iliyopita peke yake, na hakuwa na upeke na hakuwa na mtu wa kuzungumza naye. Alikuwa peke yake milele iliyopita. Usije ukafikiria kwa sababu alipata wazo la kukutengeneza wewe anakuhitaji sana kama unavyofikiria. Umeelewa siji Kiswahili? Amewahi kuwepo peke yake milele iliyopita, yuko tu mwenyewe. Umewahi kumwona mtu ambaye yuko mwenyewe? Hata mtaani, mtu ambaye yuko tu mwenyewe, hana rafiki, hana jirani, hana mke, hana mtoto, hana rafiki yoyote. Mtaani kwenyewe wanamngwaya. Uongo? Wanasema huyu hatujawahi kuona na mwanamke anaingiza,
hatujawahi kuona anasalimiana na mwanamke, yani hatujawahi kusikia kelele nyumbani kwake wala simu. Huyo mtu wa namna hiyo sio mtu mzuri. Kwa hiyo akija kukukaribisha nyumbani kwake, usije ukaanza kumjazia kifua, nitakuja niondoke ni kwa unaongea na mtu sio mzuri. Si kama mnanipata? Ndio maana Mungu anatoa hiyo option, unaweza kufanya uchaguzi, ukae na mimi ama uondoke uende upande wa pili. Menipata? Ukimchagua Mungu, umechagua baraka, umechagua uzima, umechagua mafanikio, umechagua ulinzi, umechagua ushindi. Takaelewa hizo sentences, very important. Ukimchagua Mungu, ukasema mimi nimeamua kubaki na Mungu wa kweli, wewe unajua umechagua baraka, umechagua uzima, umechagua mafanikio, umechagua ushindi, umechagua ulinzi. Kinyume cha pale, hujachagua hayo, umechagua ubaya, Biblia inasema hivyo, alafu unakuwa umechagua mauti na uharibifu. Nitakupa maandiko. Mungu hapendezwi na watu wasio na msimamo. Maelezo yangu yana nimewakupeni, ukimchagua Mungu umechagua nini, yanatoka Kumbukumbu 30. Nataka tukopi mstari wa 15 hadi 16. Utaona maelezo niliyokupa. Alafu Kumbukumbu 11 mstari wa 26 hadi mstari wa 28. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 15 hadi 16. Maandiko yanaonyesha jinsi ambavyo Mungu apendezwi na watu vuguvugu. Hayuko moto wala hayuko baridi. Mungu hataki watu wa namna hiyo. Na mimi nimekuja niwaambieni, Mungu anataka watu wenye msimamo, kama moto moto, kama baridi baridi. Umenipata eh? Mshike mkono jirani yako, mwambie jirani, ibada ya leo inataka ufanye uamuzi. Kati ya Mungu na bahari unachagua nani? Na kama leo unamchagua Mungu, umechagua baraka, umechagua uzima, umechagua mafanikio, umechagua ulinzi, umechagua kustawi. Kama hivyo ndivyo, baki hapo hapo. Nafikiri mimi sitaenda mbali na darasa langu, kwa sababu ninachotakiwa kufanya muda wake unakaribia. Nataka niseme kipengele cha pili alafu nitie break. Mungu yule ajibuye kwa moto. Kipengele changu cha pili. Mungu yule ajibuye kwa moto. Elia alikuwa anajua kwamba ili kumaliza utata kuna umuhimu wa kufanya ishara mashuhuri na miujiza. Elia
alikuwa anajua kwamba ili kumaliza utata kuna umuhimu wa kufanya ishara mashuhuri. Na muujiza huu ambao ulifanyika kando ya mlima Carmel ulikuwa ni wa muhimu sana, na uliweka alama ya kipekee katika historia ya Israeli. Na ndio maana kutoka mlima huu Carmel mtasikia wahubiri wengi wanauita mlima wa moto, kwa sababu kuna mtu alifanya ishara mashuhuri. Nataka niwaambie ni leo nimekuja kujilipua. Leo nimekujaje? Kujilipua. Nimeona ninyi mnahitaji ishara mashuhuri. Leo Mungu ataifanya hapa. Leo Mungu ataifanya kwako, na itaacha alama kwenye maisha yako. Utasema siku ile nilipohudhuria ile ibada, yule mtumishi wa Bwana alizungumza na mimi juu ya Mungu ajibuye kwa moto. Kweli alijibu kwa moto. Kuna mambo leo yatajibiwa kwa moto. Kuna vitu leo vitaondolewa kwa moto. Kuna vitu leo vitafunguliwa kwa moto. Ishara mashuhuri inapofanyika huwanyima maadui uwezo wa kujibu hoja na kukosa cha kusema. Mwelewa? Ikifanyika ishara mashuhuri inawanyamazisha maadui kutoa hoja, na wanakosa cha kusema, na wanashindwa kupinga. Umenipata? Ishara mashuhuri ni lile tukio ambalo Mungu hulifanya machoni pa watu wote wakishuhudia kwa macho yao. Umeelewa? Yaani kwa macho yao ya nyama wanashuhudia hivi. Mungu akipiga kitu pale, watu wanasema mlokole sasa ndio huyu. Umenipata? Unajua katika Matendo ya Mitume sura ya 3 ukianzia ule mstari wa 3, kulikuwa kuna mtu pale tangu tumboni mwa mamaye hajawahi enda kabisa. Umeelewa? Tangu tumboni mwa mamaye, ukisoma maandiko, palikuwa na mtu tangu tumboni mwa mamaye hajaenda kabisa. Yaani tangu tumboni mwa mamaye hajawahi tembea. Nataka nitumie hii sentence very clear. Kuna watu wanapata matatizo toka tumboni mwa mama zao. Iko very clear. Lakini watu kama hao wakikutanisha na Mungu ajibuye kama moto, mambo yanakaa sawa. Huyu mtu alikutana na Yohana na nani? Mzee wa kulopoka nani? Walikuwa wanaenda katika sala. Akamwona, akasema hawa wazee wa sala wanapita. Akawa amekaa pale anaomba sadaka. Inaandikwa namna hiyo, anaomba sadaka, lakini ana tatizo toka tumboni mwa mamaye. Nataka nitangaze, kama uko kwenye ibada hii na una matatizo yameanzia tumboni mwa mama yako mpaka ukazaliwa, nasema hayo matatizo yawe settled. Nasema yawe settled.
Petro akamwangalia yule jamaa, akawa ameangalia akitarajia kitu kutoka kwao. Ili ndio pozi muhimu la kuja kanisani. Uje kanisani ukiwa unatarajia kitu kutoka kwa Mungu. Very important. Ukija hutarajii chochote, huwezi kupata chochote. Lazima uje kanisani na matarajio ya kwamba Mungu atasema na mimi, Mungu atanitokea, Mungu ataingilia hali yangu, Mungu atabadili maisha yangu. Ukija na mudi ya namna hiyo, inakuwa rahisi kwa mtumishi wa Mungu kukuconnect na Mungu aliye hai. Imekaa hiyo? Petro akasema fedha na dhahabu hatuna, lakini tulicho nacho ndicho tukupata. Napenda maneno haya. Fedha na dhahabu hatuna. Walokole wakati mwingi huwa hatuna fedha wala dhahabu, lakini huwa tulicho nacho ndicho tunachotoa. Nataka nikuhakikishie na tunakupa kitu leo kwa jina la Bwana. Nasema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, simama uende. Manake Petro alikuwa na nini? Alikuwa na jina. Ndilo alilotoa. Kanisani tunatoa jina. Hatutoi mafuta, tunatoa jina. Hatutoi misumari, tunatoa jina. Hatutoi sabuni, tunatoa jina. Na tunalo jina lipitalo majina yote, lile jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Piga makofi na vigelegele kwa jina la Yesu Kristo. Unajua ile ngoma, mtu tangu tumboni mwa mamaye hajawahi enda miguu imepindana namna hii. Alafu unajua Mungu anatufundisha kitu. Hata uwe na hali mbaya kiasi gani, huwezi kupoteza rafiki. Sijui umenielewa. Hata uwe na hali mbaya kiasi gani, huwezi kupoteza marafiki. Watakuwepo watu wanaokujali. Ukisoma maandiko utagundua kulikuwa kuna watu bado wanamjali. Walikuwa wanaenda asubuhi wanamtia begani, wanampeleka barabarani, wanamwacha. Anaomba, ikifika jioni wanamtia begani, wanarudi naye nyumbani. Kila siku wanamtia begani, wanapeleka barabarani. Ikifika jioni wanamtia begani, wanamrudisha. Hawa watu sio wa kupuuza. Hawa walikuwa na mchango kwenye maisha ya mtu huyu. Na mimi nataka nikwambie, kuna watu wao wanakutia jioni begani, wanarudisha nyumbani, wanakutia begani asubuhi, wanaleta barabarani. Hao sio wa kupuuza. Huenda wamekutia begani, wamekuleta kwenye ibada hii. Hapa ni sawa. Leo utaondoka na jawabu lako kwa jina la Bwana. Hapa ni sawa. Leo utaondoka ukiwa mshindi kwa jina la Bwana. Hapa ni sawa. Leo utaondoka ukiwa unang'aa kwa jina la Bwana. Hapa ni sawa. Leo utaondoka na ujasiri kwa jina la Bwana. Hapa ni sawa. Leo utaondoka ukiwa tofauti kwa jina la Yesu. Napenda siku hiyo waliporudi jioni ili kumtia begani, wakakuta mtu hayupo. Wakaanza kuulizia, jamani, jamaa yetu tunamletaga hapa yuko wapi? Wakamwambia yuko kwenye sala. Wakasema yuko wapi? Wakasema yuko katika swala. Wewe acha matatizo yako. Wakasema yuko katika swala, yuko ndani. Unajua kuna ngoma inapigwa, mtu anainuka, mifupa inaimarika, miguu inanyooka, mikono inanyoka. Nataka niwaambie ni kuna kitu Mungu atafanya. Hiyo mikono yako itabarikiwa, hiyo mikono yako itatakaswa, hayo maisha yako yatabadilika, huo ujasiri wako utaimarisha, itapigwa kitu. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Sijui kama kuna mtu ananielewa mchana wa leo. Hebu sema saya. Petro akaenda akamuinua. Vifundo vya miguu vikamwachia. Alafu mwanaume akanyoka akaenda chechi. Unajua hajaingia chechi. Kwa mara ya kwanza mtu amezoea kumpita nje, leo yuko chechi. Na unajua sasa kwa sababu ni mgeni chechi, alienda kukaa kwa kuhani. Umeelewa?
Alipokaa kwa kuhani, ilipoanza sifa, alianza kucheza mpaka kuhani anajiuliza, hivi huyu si wa barabarani au sio? Kuna watu wanajua hali yako. Baada ya ibada hii watashangaa, ni wewe au mtu mwingine? Utakuwa karibu nao, ni wewe au mtu mwingine? Kwa jina la Yesu ninatangaza kwa Mungu ajibuye kwa moto, lifanyike jambo kwenye hiyo biashara, lifanyike jambo kwenye huo mtaa, lifanyike jambo kwenye hayo masomo, lifanyike jambo kwenye hiyo biashara, lifanyike jambo kwenye hayo mahitaji yako. Watu wajua yuko Mungu aliye hai. Kuhani akaita watu, jamani, huyu jamaa hajui hata protokali, kaja kukanamie. Unajua kama Beni ni mara ya kwanza kuingia kanisani, aliingia saa 11 alfajiri na walikuwa wanaingia mbio. Kwa nini wanaingia mbio kanisani? Wanaingia mbio ili kukaa mbele waone miujiza. Kwenye kanisa la mchungaji anaitwa Catherine Kuhlman, mwanamke mmoja hana afya, mrefu kama mstimu, lakini very powerful. Sasa Beni alipokuwa anakimbia, wanaingia kwenye viti, akaona hawa wajinga wanakaa viti hivi, mimi naenda kukaa cha mbele. Unajua, akapanda madhabahuni akakaa kiti cha Catherine Kuhlman. Yule mchungaji anaingia pale saa 2 badani, watu walishajaa kuanzia saa 11. Si kama naelewa. Unajua kuna watu wanataka Mungu, wamechoka kubabaishwa, wamechoka na mateso, wamechoka na mwembe, wanamtaka Mungu. Hata ukisema saa ngapi watakuwapo. Kama kwa ajili ya Mungu kukutana nao watakuwapo. Nataka nikuhakikishie leo Mungu atakuwapo. Wale viongozi wa kanisa hawajamwona Beni, ni mdogo mdogo, kakaa kwenye kiti kikubwa haonekani. Catherine Kuhlman anaingia pale, kanisa zima wanasimama, anaenda madhabahuni, anataka kukaa hivi, anamkuta Beni ananing'iniza miguu hivi. Unajua Catherine Kuhlman ana sauti lake hivi, hello my son, how are you? Anasema fine. Watu ndio wakamuona Beni kwa sababu ya zile kamera, wakakimbia kwenda kumtoa, akasema no, leave him alone, tafutie mimi kiti kingine. Mungu ana kitu na huyu, ndio maana mjamuona hadi nimekuja, nipeni kiti kingine. Ndio maana Beni sio wa mchezo. Alikaa kwenye kiti ambacho hakufuata protokali. Na mimi nataka niwaambieni, saa nyingine protokali zinatuchelewesha. Eti chukua maji ikunywa, chukua sabuni jipake. Protokali inatuchelewesha. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uwe mshindi, simama ung'ae, simama upenye, simama uinuke, simama usanue. Mbwembwe zinatuchelewesha. Sasa unajua ile ishara, wale waliokuwa wanawapinga wanafunzi wa Yesu na kutaka kuwanyamazisha, Petro alipopiga ile, wakataka kujua nani kafanya haya. Ghafla anamwona Petro na Yohana wanaingia chechi. Kuhani amechanganyikiwa, nani kafanya haya? Petro akasema, unauliza kuhusu hilo? Yesu Kristo, yule ambaye nyinyi mlimsulubisha. Napenda ile CV, yule mwenye haki, yule mtakatifu, yule mkuu wa uzima. Napenda maneno haya. Unajua ukiwa unamjua Mungu unamuelezea vizuri. Anasema yule mwenye haki, yule mtakatifu, yule mkuu wa uzima ambaye nyinyi mlimsulubisha, ndiye aliyefanya mtu huyu anasimama hapa leo. Yesu atakufanya usimame mahali watu hawataka. Yesu atakufanya utambulike mahali watu hawataka. Yesu atakufanya ujulikane mahali watu hawataka. Kwa jina la Yesu Kristo na iwe hivyo. Piga kelele fire. Unajua wale walikuwa wanapinga, ukisoma Matendo 4:15 hadi 16, napenda maneno yale. Wapinzani wamefyata mkia. Wanasemaje? Msomeni Biblia yenu wenyewe. Someni Biblia yenu wenyewe. Matendo 4:15 hadi 16. Wakaita kikao. Wapinzani wakaita kikao. Wakasemaje? Mmefika? Wapinzani wakasemaje?
wao kwa wao. Unajua mnatakiwa nyinyi hapa mchanue mpaka watu mtaani wafanye shauri wao kwa wao. Yaani wanasema hizi ni baraka za Mungu kweli ama za kichawi? Hapo ndio umestawi. Wao kwa wao. Hapo akasemaje? Wao kwa wao. Tuwafanyie nini watu hawa? Maana ni dhahiri kwa watu wote wakaao machini. Maana ni dhahiri kwa watu wote wakao wapi? Yerusalemu. Yani maana ni wazi. Jambo hili limekuwa wazi kwa watu wote wanaokaa Yerusalemu. Wameona ishara. Wanaita nini? Wamepinga lakini wanasema kweli. Ishara gani? Wameona ishara mashuhuri. Wameona nini? Ishara mashuhuri. Ukisoma ile mistari ya chini inayofuata, walipofuatilia kwa makini wakagundua hawa watu walikuwa na Yesu. Napenda maneno hayo mimi. Yananipa raha. Wakasema hawa, maana walianza maswali ya kitoto. Wanasema ni kwa mamlaka ya nani mmefanya hivi? Swali lingine la kitoto, ni kwa jina la nani? Kwa mamlaka, wakaambiwa ni kwa mamlaka ya Roho Mtakatifu. Ukisoma pale, ni kwa jina la nani? Wakaambiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maandiko yanasema walipochunguza wakagundua hawa walikuwa na Yesu. Mimi nataka watu wachunguze, wajue mko na Yesu. Nasema mko na Yesu. Hakuna hilizi, uko na Yesu. Hakuna mafuta ya upako, uko na Yesu. Hakuna maji ya upako au matakataka, uko na Yesu. Umeona ishara mashuhuri inayofanyika? Watu hawapingi. Wanasema yani pamoja na kwamba tunamchukia, ila ukweli Mungu kamuinua. I like it, tiki. Yani kama kwenye kompyuta hapo ni tiki ya kijani. Yani pamoja na maringo, ila kusema ukweli Mungu amemuinua, tiki ya kijani. Pamoja na kwamba simuungi mkono, ila Bwana amemtendea, tiki ya kijani. Nataka itokee hivyo kwako kwa jina la Yesu. Itatokea hivyo kwako muda mchache ujao kwa jina la Yesu. Wanachukia lakini wanakubali. Watakukubali. Sasa unajua ngoma yenyewe, Elia, nataka niende nifanye summary mara moja nimalize mambo yangu. Elia alipoitisha ile sera, wale mabwana wakaingia kingi wakakubali. Wakasema hilo ni zuri, hatutatia moto chini. Akasema sawa, basi twenzetu ni Kamel. Mwenipata? Akamwambia jengeni madhabahu. Ngoja niwape maandiko. Nataka niishie hapa. Nikiendelea na somo hili nitakesha. Mstari wa 25 hadi mstari wa 39. Wafalme wa kwanza 18 25 hadi 39. Mimi nataka nikusomee, nikupe flavor ya yale aliyofanyika, alafu baadaye nitakufafanulia, alafu tufanye kazi. Au unasemaje? Twende mstari wa 25. Wafalme wa kwanza 18 25. Elia akawaambia manabii wa Baali, jichukulie ng'ombe mmoja mkamtengeneze kwanza, maana ninyi ni wengi. Mkalitie jina la Bwana wenu, wala msitie moto chini. Wala msitie moto chini. Anawajua wale wanga wale. Ukamtoa yule ng'ombe waliopewa, wakamtengeneza, wakaliita jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri, sema Baali utusikie. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu. Nao wakarukaruka juu ya madhabahu walioifanya,
Ikawa wakati wa dhuhuri, yani mpaka mchana, tangu asubuhi ni sala. Elia akawafanyia dhihaka. Akasema, muiteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo. Labda anazungumza au ana shughuli. Mungu mwenye shughuli. Au amefiri. Elia naye, yaani unajua wenzake wamekazana, bali tusikie, wameanza asubuhi nyuma yao. Sasa Elia akasema, jamani, tangu asubuhi nimewavumilia ndugu zangu, nimewapa nafasi mchague ng'ombe. Ndugu zangu mmechagua, ndugu zangu mmejikatakata, madamu imemwagika kila mahali, poleni kwa matatizo. Lakini sasa kwa sababu mpaka saa hizi Mungu wenu amekausha, hebu sasa mumsamee kidogo, mnisikilize ninyi. Wataacha kusikiliza? Sema, nisikilizeni mimi. Hebu na mimi kwa dakika hizi chache zilizosalia, na mimi nifanye jambo. Unajua hawa wangekuwa na akili, kuna masharti itakiwa wampe Elia. Ila kwa sababu akili zao zilikuwa hazina akili, wakaona kwa sababu yeye ametuachia, tumefanya kila tunachokiweza, tumejikatakata, huyu naye hatuna haja ya kumzuia chochote. Sasa angalieni Elia alivyofanya. 30. Kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia, huwezi kukataa. Akatengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Elia akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo, aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa nani? Mawe mangapi? Kulingana na nini yale mawe mmesoma? Hiyo ndio siri. Mawe 12 kulingana na nini? Umeona kichwa hicho? Makabila 12 ya nani? Ya Israeli. Umeona ufafanuzi pale? Kuna neno pale ufafanuzi anasema, wana wa Yakobo aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa nani? Ngoja niende taratibu, sitaki mpoteze kitu. Kwa nini imeorodheshwa hiyo? Take note of it. Mawe 12. Anakuambiaje? Haya ni kwa ajili ya kabila ya wana wa nani? Wa Yakobo, ambaye aliitwa nani? Nataka ujue kwa nini 12. Kwa nini hayakuwa 10? Kwa nini alichukua mawe 12? Teki 12. Alipopanga, kwa nini linatajwa jina la aliyekuwa Yakobo, baadaye akabadilishwa akaitwa nani? Israeli. Mnaelewa maana ya Israeli? Nasikia raha, nasikia raha. Nasikia raha, mwana wa Mungu, nasikia raha. Hivi mnaelewa maana ya Israeli ndugu zangu? Walokole wenzangu, nataka tufafanue Israeli. Mwanzo nitakuja niwaambie kuhusu 12. Ngoja kwanza tufafanue Israeli. Mwanzo 32:28. Israeli maana yake nini? Mwanzo 32:28.
Nataka nitumie ya Biblia moja kwa moja. Hiyo neno pale kwa Kiingereza linatumika neno Prince of God. Prince of God. Kwa Kiswahili utatumia neno gani hilo Kiswahili? Prince ni nani? Mwana wa? Hata mkisema mwana wa mfalme, hapa tunawaambia Prince of God. Twende sasa Waswahili hapa. Mwana wa nani? Ngoja kwanza niwaache hapa. Unajua hapo tayari nimeshalewa. Ngoja niwaache kwanza hiyo dozi. Nataka nivute pale chini. Twende tusome hapo 32:28. Israeli maana yake nini? Kwenye Biblia yako ya Kiswahili. Inasomaje hiyo? Hautaitwa tena nani? Ila hiyo nani? Maana mnasoma vibaya. Maana nini? Mbona mnaanza kwa nguvu ndugu zangu, hapo mnapotea mahali, mnaninyima flavor, yani nitakasirika, nitawakaba. Imeandikwaje? Maana ameshindana na Mungu na watu, ikawaje? Ameshindana na Mungu na watu, naye akafanya nini? Unaelewa kwa nini Elia alilikoo jina Yakobo alafu akaweka jina Israeli? Pale kulikuwa kuna mashindano ya nani na nani? Mungu na watu. Si kama unaelewa hiyo. Nataka nikupigie revelation sasa, naona kama hutanielewa. Nataka nikupigie revelation moja deep kidogo. Inaitwa deep insights. Nataka kupiga kitu. Umeelewa sijui? Sasa hiyo neno Prince of God, maana yake ni hivi: huyu mtu yuko pamoja na Mungu, huyu mtu yuko pamoja na wanadamu. Ndio maana yake with God, with man. Mmenipata? Kwa hiyo huyu mtu kama yuko pamoja na Mungu, hawezi kuwa katikati ya watu akashindwa. Simeelewa? Utanipata? Kama uko pamoja na Mungu, huwezi kuwa pamoja na wanadamu wakakushinda. Kumi na mbili. Kwa nini 12? Sijajua nyinyi Kiswahili chenu, mimi hata sielewi. 12. Kwa nini namba 12? Bwana kupa shule kidogo mtumishi, napoenda kumalizia. Kwa sababu utaona 12 iko mara mbili. Iko kwenye mawe na iko kwenye mapipa. Yalikuwa hapa mapipa. Akasemaje? Jamani chukueni mapipa manne, mapipa manne. Yajazeni maji. Alafu mje mmwagie juu ya ng'ombe huyu niliyemkatakata na kuni. Wakachukua mapipa manne, wakamwagia mara ya kwanza, hiyo ni 4. Wakayajaza mara ya pili, wakamwagia mara ya pili, hiyo ni 8. Akawaambia muweke mara 3, wakayajaza mapipa mara ya 3, wakamwagia mara ya 3, hiyo ni 12.
12. Mnasema hapo kuna nini? Hivi mnajua tuna wana wa Yakobo 10 na ngapi? Lakini tuna 12 nyingine. Sisi kama unaielewa hiyo. Tuna 12 nyingine. Uongo? Nayo ni nini? Kimya, hamna majawabu. Wanafunzi wa nani? Kwa hiyo unaona 12 ziko ngapi? 2. Kwa hiyo kunapigwa 12 ya agano la kale, alafu kunapigwa 12 ya agano jipya. Wale watu wa agano jipya ndio wanaitwa nguzo. Sijui kama unaelewa maneno, sijui kama unaelewa hicho kitu. Ndio maana Yesu alianza na 12. Kwa hiyo Elia anakuonyesha hivi, hii ngoma tunaipiga leo hapa ni ya agano la kale mpaka agano jipya. Tutakuwa tunawafuta imani potofu namna hii, tunawapiga fundisho, tunapiga ishara. Sijui kama unanielewa kwa jina la Bwana. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Sijui kama umeelewa. Na ndio maana yale mapipa 4 maji maji, the word of God. Wale wanafunzi 12 waliitwa na maji. Waliitwa na neno. Hawa msomi vizuri. Yesu Kristo anasema mimi ni maji yaliyo hai. Hawa msomi. Mimi ni maji ya uzima. Hawa msomi. Ndio akawaita wale. Kwa hiyo Elia alikuwa mjanja. Anatengeneza ground madogo tukija kutokeza mjini huko. Kwanza umeona 12 ngapi? 12 wanafunzi walioitwa na neno la nani? Maji. Alafu 12 wana wa nani? Kwani mnasoma baadaye kwenye maandiko? Sitaki kwenda dipa, ngoja niache. Ngoja nibaki nilipobaki. Ngoja nibaki njia kuu. Piga shule hapa mtaanza kupata matatizo. Taanza kuangalia 12 ina maana zifuatazo. Ya kwanza, perfection. Perfection kwa Kiswahili ni nini? Sasa hapa Swahili sijui mtafanyaje. Kwa hiyo 12 ina maana ya perfection. Ni namba kwa Kiebrania ama kwa Kibiblia. Perfection. Maana ya pili 12, authority. Mamlaka. Umenipata mpaka hapo? Maana ya pili. Maana ya tatu, completeness. Sasa ndio nilikuwa nimewasubiria pale. Mmesema ya kwanza perfection ni ukamilifu. Nimekuja ya tatu, completeness. Completeness. Utimilifu. Ya kwanza nini? Utakiwa kufanya vitu nusu nusu, sawa unaliamsha dude. Completeness. Ngapi hiyo? Ya tatu. Maana yake nini? Utimilifu. Kwa hiyo tuna ukamilifu, mamlaka, tuna utimilifu. All right? 4, divine order. Divine order. Perfection, authority, completeness. Umenipata? Divine order. Divine order. Kiswahili ni nini? Waswahili? Huyu anasema amri ya kiungu. Divine order. Mnakubaliana naye? What the meaning of order in Kiswahili? Umeelewa sasa? Kwa hiyo maagizo ya kiungu. Kwa hiyo tunarudi kwenye tafsiri ya yule bwana, maagizo huwa ni amri.
Mmepata shule hiyo? Eti wale mabwana wakati Elia anafanya haya wanamwangalia tu. Lete mawe 12. Tena sengine alikuwa anawatuma wao, kwa sababu alikuwa yeye mwenyewe pale. Hata mtuma nani? Jamani nisaidieni mawe 12. Hawa manabii wa Baali ndio alileta mawe. Sasa tuweke wapi mtumishi? Wekeni juu hapo. Zungusheni hivi. Wakazungusha, wakamaliza, akasema naomba msaada. Maana nyinyi mko wengi, mimi niko mwenyewe ndugu zangu. Unataka nini mtumishi? Nileteeni mapipa 4. Myajaze maji, mmwagie huyu ng'ombe niliyemkata vipande. Mmwagie na hizo kuni ziroane. Unajua wao tayari walikuwa ng'ombe hajamwagiwa maji wala kuni, moto hujawaka. Leo kuna huyu anawaambia sio tu kwamba ni ng'ombe na kuni, mwagieni maji, wekeni na mawe. Na maji yalipomwagiwa kwenye ile madhabahu kulitiwa mifereji, mpaka ile mifereji ikajaa maji kuzunguka madhabahu. Wakawa wanasema sasa huyu bwana vipi? Kumbe bwana anakula hesabu. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Sasa nataka nikupe story. Mstari wangapi tumefika? Nataka nikuonyeshe kitu alichofanya Elia. Mstari wangapi hapo? 30 ngapi? Elia katika 33 kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande, akaviweka juu ya kuni, akasema jazeni mapipa maji 4 mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Akasema fanyeni mara ya pili, wakafanya. Akasema fanyeni mara ya tatu, wakafanya mara ya tatu. Hiyo 10 na ngapi jumla? 12. Yale maji yakaizunguka madhabahu, akaujaza mfereji nini? Maji. Swali linakuja, kwa nini Elia alifanya hivi? Elia anatoa jawabu. 36. Kamuone 36. Elia anatoa nini? Jawabu la kufanya hivyo. Anafanyaje? Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia, akasema, zingatieni yale anayosema. Akasemaje? Akasemaje? Mungu wa nani? Wa Ibrahimu. Mungu wa nani? Wa Isaka. Mungu wa nani? Mnaona? Akaanza kusemaje? Mungu wa nani? Bwana Mungu wa nani? Alafu wa Isaka. Alafu Israeli. Israeli maana yake change, mshindi. Akasemaje? Hakuishia pale, akasemaje? Na ijulikane leo ya kuwa nani? Wewe ndiwe nani? Mungu. Katika nini? Israeli. Na ya kuwa mimi ni mtumishi wako. Mambo mawili tunafanya tunapofanya ishara mashuhuri. Ya kwanza, tunamdhihirisha Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ama Israeli. Jambo la pili, tunathibitisha sisi ni watumishi wa Mungu. Umeelewa? Akasemaje? Hilo la pili lina ufafanuzi. Kama ni mtumishi wa Mungu, akasemaje? Na yakuwa na yakuwa nimefanya nini? Mmesikia?
eti na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Mnayaona hayo maelekezo Elia aliyapewa kutoka wapi? Hamuoni popote. Lakini mtayaona maelekezo aliyopewa Elia kupitia alivyokuwa anatenda. Mawe 10 na ngapi? Namba 10 na ngapi? Maji mapipa mara ngapi? 3. 4 mara 3 10 na ngapi? Nimekwambia 12 ni nini? Ndio ile sentensi anayosema nimefanya kwa neno lako. Divine order. Na nimefanya hii divine order kwa ukamilifu na utimilifu. Umeelewa eh? Kwa ukamilifu na utimilifu. Kwa maagizo yako ya kiungu. Mungu maagizo yake yako wapi? Yako kwenye neno lake. Ndio maana anamtaja Ibrahim, anamtaja Isaka, anamtaja Yakobo ambaye ni Israel. Ni kwa mamlaka ya nani? Ya Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Hiyo ndio mamlaka nimeifanyia kazi. Kwa hiyo alifuata maagizo ya neno la Mungu. Leo tutafuata maagizo ya neno la Mungu. Amen. Moto utawaka leo. Moto utawaka leo. Nasema moto utawaka leo. Kama tu wewe umekuja hapa uko na matarajio. Umempata bwana? Na unajua mimi niko hapa kama mtumishi wa Mungu, nitafuata divine order. Na divine order mimi ninayoifuata ni the word of God. Ni neno la Mungu ndilo mimi nalifuata. Kwa hiyo nitakuongoza kwa mamlaka ya neno la Mungu. Alafu tutapiga maombi, moto utashuka. Unajua Biblia inasema Elia alipofika maombi machache ukashuka moto. Sasa mbwembwe ya ule moto wenyewe. Moto ule ulikuwa na mbwembwe. Biblia inasema moto uliposhuka ukalamba sadaka. Kwa nini moto unafafanuliwa? Eti moto ukalamba sadaka, ukalamba kuni, ukalamba na yale mawe, ukalamba na nini? Na yale maji, ukalamba na nini? Na yale majivu. Akitasalia kitu. Imekukaa hiyo shule. Utashuka moto leo, utalamba sadaka, utalamba kuni, utalamba mawe, utalamba maji, utalamba na majivu. Kwa hiyo ndani ya dakika chache baada ya vitu vyote kulambwa, pale palirudi hakuna ushahidi kama kuliwekwa sadaka. Manabii wa Baali wakasema hii ngoma nzito. Wakapinduka chini wenyewe tu pole pole. Wakalala chini wakasujudu. Wakasema hii sasa hii sasa ni yenyewe. Elia akasema yenyewe na mmenisumbua mimi kusimama hapa na wakata vichwa. Hao manabii wanaotuletea usumbufu na kupoteza watu wapigwe. Nasema wapigwe. Nataka tushushe moto. Upo? Mmekaa kimoto moto ama mmekaa kibaridi baridi ndugu zangu? Hebu sema fire. Hebu sema fire. Hebu sema tena fire. Unajua kuna watu mmekaa hapa lakini watu wanakuprovoke. Wanasema umeokoka kitu gani? Mbona hatuoni cha tofauti kati yetu na wewe? Umeokoka nini? Mbona tunakushinda kipato? Umeokoka nini? Mbona tunakushinda afya? Umeokoka kitu gani? Mbona tunakushinda vitu vizuri? Sasa leo tunataka tuwekwe kati wao na Mungu wetu. Na sisi tunataka Mungu wetu ajulikane kutoka kwenye maisha yetu. Na nataka nikuhakikishie baada ya dakika hizi chache hii kanisa nageuza kuwa hospitali, tena ninawatia nusu kaputi. Na walaza
kwa ajili ya operation. Mwambie jirani yako, ugonjwa wako kama unahitaji kulazwa utalazwa. Hamna maji hapa, hamna sabuni.